Hii ni Fumo 255. Karibu katika mtanange wa kukata na shoka baina ya Al Masry ya Misri dhidi ya timu ya Simba Sports Club, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika unaopigwa muda mchache ujao, ambapo tunaona kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kikiwa tayari kumenyana na wababe hawa wa Misri katika mchezo huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Majira ya saa 1 kamili mchezo huu utapigwa katika nchi hii ya Misri, ambapo hii leo ni siku ya Jumatano. Mchezo huu unatarajiwa kutundika daluga. Simba Sports Club wameingia kwenye michuano hii hatua ya robo finali wakiitaka nusu finali kwa udi na uvumba, baada ya kuiota kwa misimu kadhaa hatua hii ya nusu finali, na hivyo ushindi wowote katika mchezo huu dhidi ya Al Masry utaipa nafasi Simba Sports Club katika mchezo wa marudiano utakaopigwa tarehe kadhaa zijazo ya mwezi huu. Itakuwa ni tarehe 9 nadhani ya mwezi huu wa 4, mchezo utakaopigwa Benjamin William Mkapa Lupaso, ambapo Simba Sports Club wamekusudia na wametia nia kuhakikisha wana ujaza uwanja huo. Tayari kikosi cha Simba kikiongozwa na Kibu Dennis Prosper, mkandaji akionyesha mabavu kwelikweli katika uwanja huu wa mazoezi, na muda wowote mtanange unatarajiwa kupigwa, na tusubiri tuone hatima ya Simba Sports Club katika michuano mikubwa hii ya kimataifa. Tunafahamu Simba ina orodha nzuri kwelikweli ya mwendelezo wa michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Wameingia misimu minne hatua hii ya robo finali katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hivyo katika mchezo huu wa kombe la shirikisho wameingia mara 2 hatua hii ya robo finali. Hivyo wana robo finali 6 mpaka hivi sasa katika michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika kafu, na nusu finali hii wanaitaka kwa udi na uvumba Simba Sports Club kuhakikisha wanaweka historia sawa na kuendeleza ubabe wa Simba kunako michuano mikubwa barani Afrika. Ni dhahiri shahiri kwamba Simba ndiyo timu pekee ambayo kwa Afrika Mashariki na Kati inayofanya vizuri kwenye michuano hii mikubwa kwa mfululizo. Tunafahamu kwamba Simba wamefanikiwa kufanya hivyo katika misimu takribani tangu 2018 mpaka hivi sasa katika michuano hii, na hivyo kujiweka nafasi nzuri kunako msimamo wa timu zinazofanya vizuri Afrika, ikishika nafasi ya 7 katika viwango vya ubora kwa timu. Na tusubiri tuone kikosi cha Simba kikiongozwa na Lionel Ateba Mbida, Jean Charles Ahoua mbaya huyu, lakini bila kumsahau Mokwala, Kibu Dennis Prosper kule mbele, Elie Mpanzu. Hakika kikosi kiko bora kweli, lakini bila kusahau katikati hapo wapo kina Deborah Fernandez, wakina Fabrice Lomba Ngoma wapo hapo, wakina Mzamiru Yasin wapo hapo kati hapo katika kuhakikisha wanaboresha kikosi hiko, bila kusahau pin kamera nyuma hapa, wakati ubavu wa kushoto kukiongozwa na kapteni nahodha mwenyewe Mohamed Hussein Shabalala, kulia kukiwa na Shomari Kapombe, wakati mido katikati hapa center back zikiwepo kina Hamza Abdurazak Hamza pamoja na Che Marlon Fondo ambaye alikuwa majeruhi, na tusubiri tuone huenda leo akacheza mchezo huu hata kama sio dakika 90, lakini huenda akacheza mchezo huu. Na hiki kikosi hakika katika mfumo wanaocheza Simba hasa ugenini wa 4-2-3-1 umekuwa na mafanikio makubwa kwelikweli kunako michuano hii mikubwa Afrika. Tuone kikosi hiki hii leo kitafanya kitu gani kunako mchezo huu mkubwa na muhimu. Dua nyingi za Watanzania zipo kwao, na hakika maombi ni mengi kwelikweli kwa Simba Sports Club wanaoiwakilisha nchi na taifa kwa ujumla. Dakika 90 ndizo zitakazoamua. Hii ni Fumo 255. Subscribe ili upatilie kila kinachoendelea huko Misri ili usipitwe.